walikuwa wanajua kwamba Young Africans ni bora, walikuwa wanajua kabisa ina wachezaji bora sana kwa maana ya mchezaji mmoja mmoja, lakini hawakutaka kukaa nyuma. Fountain Gate muda mwingi walitaka kupishana na Young Africans huku wakiwa na process, na ndio maana ndio kitu pekee nafikiri ambacho kimewasaidia, kwa sababu wangeweza kuzuia ama wa pili kwenye matukio, kuna namna ambavyo wangeweza kumkaribisha Young Africans kuliko ambavyo walianza kwa mchezo wa leo. Kwa hiyo kwa leo mbinu ilikuwa ni nzuri sana, muda mwingi kutaka kuchezea mpira pale ambapo Young Africans ana umiliki. Unaona walikuwa na jumuika kwa pamoja kwenda kusafa na kupata, and then wanaanza kuposesi. Kitu ambacho wanakikosa ni kwenye eneo la mwisho, namna ambavyo wanaweza akaa na athari kwa timu pinzani, lakini kwa maana ya namna ambavyo wanaianza safari yao wakiwa wanalitazama lango la timu pinzani ni kitu ambacho walifanikiwa kwenye mchezo wa leo. Nafikiri hapa ndo unakuja kuangalia ubora sasa wa mchezaji mmoja mmoja, nini ambacho unaweza ukakipata ukiwa na quality ya mchezaji mmoja mmoja. Mechi imekwenda kuamuliwa na ubora wa mchezaji mmoja mmoja wa Young Africans, lakini kimbinu ni kama makocha ambao walikuwa wanafanana kwenye falsafa ambao walikuwa wanaitumia, kulingana pia na machaguo ambayo Pedro Gosamshi alichagua kwenda nao kwenye mchezo wa leo. Mmoja kati ya kitu ambacho nafikiri kinawakosesha Young Africans imani ni kumkosa Pacome Zouzoua, and then ukamkosa Dickson Job pamoja na Diarra. Yaani tafsiri ya kawaida ni kwamba Yanga inajengwa nao wachezaji. Kama wanakosekana, athari inaweza ikawa ni kubwa sana kama unakutana na mpinzani ambaye yuko bora kwenye maeneo yote ya uwanja. Mmoja kati ya kitu ambacho Fountain Gate wameshindwa kukitumia kama faida ni baada ya kocha kuanza hivi. Kwenye mchezo wa leo unaona baada ya kukosekana Mohamed Hussein pia na Pacome Zouzoua, Diarra, japokuwa Musheli alifanya wao sana kwenye mchezo wa leo, lakini ulikuwa unaona Yanga sio ile ambayo imeteta mechi mbili za ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo najaribu kuvuta taswira Young Africans inawakosa au wachezaji watatu mbeleni, aidha kwa kadi ama kwa majeraha, basi inawezekana ikawa kwenye wakati mgumu sana. Lakini changamoto nyingine unaona wachezaji ambao wamesajiliwa na wanaopewa nafasi ya kucheza ni kama anashindwa kumuofa mwalimu kile ambacho anakihitaji. Rudi kwa mchezaji kama Celestian Ekua, mtazame akiwa ASEC Mimosa, and then mtazame hivi sasa akiwa kwenye kikosi Young Africans. Unaona kabisa ni kama ana struggle kuweza kuonyesha kile ambacho kiliwafanya Young Africans wakamsajili na akaona ni chaguo sahihi kuja kucheza kwenye ile eneo. Changamoto ambayo anaipata mwalimu, unaona pengo la Clement Mzize ni kama linaonekana, kwa sababu inafika wakati kocha anaamua kumtumia beki kama winga. Maana yake hapo kuna kitu ambacho anakikosa kutoka kwa winga ambaye amepewa hayo majukumu. Kipindi cha kwanza ameanza na Ekua, lakini tazama baadaye akaweza kufanya substitution, anamtoa Ekua na muingiza Mohamed Hussein. Baada ya Mohamed Hussein kuingia, unaona akamswitch Boka kucheza kama winga. Maana yake alikuwa anakosa kile kitu bora ambacho anakuwa anakitarajia kutoka kwa Ekua. Lakini rudi kwa Dumbia pia ni kama bado kuna changamoto ambayo anaipitia. Tafsiri ya kile ambacho tunakizungumza, ukimkosa Pacome pamoja na wachezaji ambao nimewataja, unaona hata kwenye mchezo wa leo baada ya Dumbia kupewa nafasi ya kuanza ni kama Young Africans ilikuwa inapitika sana kirahisi katikati. Yaani kama sio Duke Abuya kuwa bora kwenye kuzuia mipira, ulikuwa unaona Young Africans namna ambavyo kuna kufikiwa kirahisi. Kwa hiyo nafikiri Young Africans walikuwa kwenye kiwango bora sana, muhimu imekuwa ni pointi 3, lakini kunayo madhaifu ambayo naamini kuelekea dirisha dogo Young Africans anaweza kwenda akafanya kama njia ya yeye kwenda kule ambako anahitaji. Kulingana na mashindano ambayo anashiriki, anahitaji kuwa na wachezaji ambao kuwapa nafasi ya kucheza wapi kwa bahati mbaya ama wapi kwa sababu yule ambaye ni chaguo lako la kwanza unamkosa aidha kwa kadi ama kwa majeraha. Kwa hiyo lazima aingie dirisha dogo kwenda kuleta wachezaji ambao watakuja kutoa kitu kipya mbali na hiki ambacho anakipata. Nini ambacho umekiona kwenye utofauti kati ya Musheli na Didi Diarra katika mechi? Moja kati ya kitu ambacho nimekiona, nafikiri Musheli kwa mli wake amechagua kujifunza kwa Diarra. Yaani nilichokiona si kama achezi kiwango chake ni kidogo, lakini achezi kwa sababu ya kuheshimu bora ambao Diarra yuko nao. Tazama kwenye mchezo wa leo amepata imani ya kwanza, lakini namna ambavyo alikuwa na uwezo wa kucontrol mechi ama kupunguza ile pressure wakati wanashambuliwa ilikuwa ni kubwa sana. Uimara wake kwenye kudaka, kuna baadhi ya moment ulikuwa